Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya yale uliotupa kuomba. Tunakurudishia sifa, heshima na utukufu. Jehova, sai tunapoenda kujifunza neno lako, tunaomba Roho yako Mtakatifu aseme nasi, akatufundishe, akatuhekimishe, akatusaidie. Hatuwezi neno lolote Bwana pasipo wewe. Namsogeza kila mmoja wetu mikononi mwako. Baba, ninaomba kawe pamoja naye. Nisaidie pia nami Bwana, mtoto wako siwezi, ninashuka, ninanyenyekea. Weka neno lako katika kinywa changu. Weka mgojezi katika kinywa changu. Yale yasiyostahili Bwana yasitoke. Ukatoe kile tu kinachotakiwa Bwana, kinachomfaidia na kumfaa yote anayesikia. Katika jina la Yesu, tunaangusha ngome za mawazo mabaya. Tunateka nyara fikra zetu. Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, tunapoenda kujifunza Baba, kila neno utakaloliachilia likamfae, likamwinua aliyekata tamaa, likamtie nguvu ambaye mikono yake imelegea. Wale ambao yamkini wako kwenye doubts, ukawaondolee hizo doubts, wakaanze kutembea kwa ujasiri. Kwa kuwa Bwana, si kwa uwezo wetu wala si kwa nguvu zetu, bali ni kwa Roho wako. Asante kwa kuwa Bwana, wewe ndiye unayetuingiza 2026 kwa nguvu zako. Hatutategemea akili zetu wala nguvu zetu wala utashi wetu, bali tunakutazama wewe. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Zaburi ya 84 mstari ule wa 5 hadi ule wa 8 na Samueli wa kwanza 17:16. Naomba tuanze na Samueli afu tutaenda kwenye Zaburi. Karibu. Nasoma Samueli wa kwanza 17:16, naye inasema, naye yule Mfilisti hukaribia asubuhi na jioni, akajitokeza siku 40. Amen. Amen. Zaburi Tunasema Samueli. Zaburi 84:5 hadi 8. Wale ambaye hivi zake waseta watu njia alienda Sayuni ile iwe ni mapya, wakuficha kati ya bonde la kilio, ilifanya kilio chemchemi na mvua ya adui ilibisha barafu. Amen. Mimea toka mdomo hata uvo, wanasema Sayuni kila moja mbele ya zamani. Bwana Mungu wa majeshi, pia maombi yangu, Mungu wa taifa usibariki. Amen. Hii mistari ndio mistari tutakaotembea nayo. Kabla hatujaisoma hii mistari, kumbuka hii Zaburi ya 84 nimesema ndio Zaburi tutatembea nayo 2026 na kwa maombi haya. Sasa ni muombe nani? Edna, upo mama? Yes. Edna alikuwepo kwenye yale maombi ya 2025 kuombea 2026. Na tulikuwa na ile Zaburi ya 65 mstari wa 5. Edna, naomba nikupe dakika 5. Kwa sababu kuna maombi tuliomba hapo tulipopita na kuna wengine hawaamini kwamba they can do according to God's plan ambayo amewaandalia kwenye maisha yao. Edna ni mfano mmoja wapo ya watu ambao wamevuka sana kwenye haya malango ya mwaka huu, lakini haikuwa rahisi. Edna, naomba dakika 5 tu. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Hapa kuna kitu ilikuwa nimetumiza hapo, nikasema sitaongea, alafu ndo ukashangaa ukanisafi. Unafikiria hapa ni sene vichokuwa nasemeshwa wakati unasema kana watu wanasemeshwa kuhusu vijana, mimi nilikuwa nasemeshwa hapo nilikuwa na bishana na kunyosha mkono. Yaani wakati tunaomba ilikuwa kama sipo kwa haya maombi. Hata ulipokuwa na risali ni kama nilishtuka. Yani nianza yani nilikuwa kama ninaandika vitu, yani kama nilikuwa na dakishana hapa, alikuwa anasema kwamba wewe nimekuweka ufanye kazi na vijana. Sasa mimi sana sema kwamba nafanyaje kazi na vijana, ninafanya kazi na watu
wengine hapa za tofauti, na ndio kwamba wewe unaweza kucontrol, unaweza kuwaona watu mpaka mwisho. Kwa hiyo hauwezi kufanya kazi na watu wengine, ukafanya kazi na vijana. Wakati yani ninawaza au ukasema kwamba kuna mtu anataka kufanya kazi na vijana. Sasa yani nimeshangaa kwa sababu yani sisi ambacho yani nilifika kushtuka kwamba nilikuwa yani wakati unaendelea mimi ilikuwa kama niko na pishana kwenye mawazo, kitu ambacho kilikuwa tofauti. Sasa naomba tuniangalie kwamba hasa baada ya mimi kuchomoka kwenye kazi niliyopenda, kazi nzuri leo nitafanya, nilienda kufanya kazi mtu gani. Katika zaidi nilipotoka ikaanza kufanya kazi, inakuja kugundua kwamba kule ni kama nilienda kufundishwa, ijapokuwa mimi mwanzo nilikuwa naona sio kuna mapigano, lakini nimeona kama yasandika. Sasa niko Julai mwaka huu, baada ya ile utafasiri kwanza, baada ya kufika nilikuwa naota ndoto ambazo zilikuwa zinanionyesha ile mapigano. Baada ya kufanya utafasiri nikaota ndoto ilikuwa inaniogopesha kubaki sehemu ikakuwa nafanya kazi, lakini baadaye baada ya ile ndoto sikuwahi kufanya nikajikuta tu yani roho inakatoa yakapata nishwasika nikamwambia mimi naomba napofika Julai kwa na nitaweza kufungua, yani nilipofika pale nikasema yani hapa nifanye kazi isikauki nipate angalau mshahara nilikuwa naupata mwanzo. Ilikaa kama siku 2-3 wakaanza kugonga vijana wanauza tikitole. Kaja wa kwanza kama sisahemu tena ambao wafurisiano ambao wako nafanya nao kazi wako kipa kaya, na bado wengine hata leo mwingine sadia yani ni kama sio wanafunga. Hapa hiyo alivyokuja mimi nikawa nasema kwamba sina hela ninaisha fixi. Hata ninaambia sasa yeye madia sana fast ndio ninaisha fixi na gadeni sina hela yesi. Atizo la jitolea. Tutaambia ni kweli watu wanaswaga na jitolea, alafu atiisia hapo wanaanza kushikaki watu wa wazi. Sasa baada ya kujitolea, sasa mmoja sana ikajitolea ndipo mtaani kutoka mwaka 2022. Mwingine atakuwa nini? Iko mtaani kutoka 2022. Baadaye nikaanza kuandika barua safi rohoni. Nikaogopa hata yani baadaye kuwasisha, baadaye nikawaambia mimi msema kwamba utatuatu wakizibaki zote zituade na usafiri kipime sasa pasipana kuja nakisimama na nene hiyo hata watoto wake. Kwa hiyo siku nilizotokea na kuna mtu mwingine alitakuta ambaye alikuwa ni bishop of place naye sana sina madam naomba nisafishie kufanya kazi. Nikamwambia nina watu hapa hawana sehemu ya kula, kwa hiyo utakuwa naenda nyumbani unapika chakula unawaletea wanakula. Kwa hiyo zawadi nikawapa chakula ifanye kazi kila inapoadi. Sasa uwezi kuamini tokea wamekuja wale vijana, naweza nikasema sio mimi ninaofanya kazi, ni wao wanafanya kazi. Yani kitu ambacho nilikitika na kufundisha nasi, niliweza kupanga mpango kazi ambao nilipanga mpango mkakati wa miaka 5 nikawashirikisha. Baadaye kila mtu nikampa department ambapo kuna department hii, basi kila mtu nikamwambia andike action plan. Wale vijana wanaandika mpaka watanisha kazi. La kila mtu nilimwona wanipasment zake yesama umoja ndio ndio adaptate. Kwa sababu nilikuwa nimesafiri hapa jijini kwa nimefiwa ni maondoka ya masito kama imelezi gari. Tulizo Jari unafuja anakuambia kwamba mimi ni state and center nai kakuna shingira pamoja ya. Then for nikabaki nyuma chaka mmoja Emily kwamba wamekuja lakini kama almost wao wanatengeneza msawara kwa sababu yani kitimi wakati wanaingia pale kwanza na majengo alikuwa sikila tena kwanza kwa kisha mua nafanya sisi ndio hizo pista nikasemeshwa nimeamua kwa there's this friends is still for in was in exam fees na nini sakaba probation nikaambia mimi nafasi hasishwa kila hapo kufata fight yani kwa sababu ilikuwa mtaani uone nimetengeneza nikataka jana nikawatangazia formeni anayeona kuna shida probation smart pamoja kwa kwetu body ilikuwa right. Kwa hiyo kupitia kuangalia kazi ilikuwa simple
tudinde nao tulipo nilipokuwa ninaona kama ikakuwa ni hivi walafu mwisho tunapo anaweza kasi tafsiri ya kwa sababu naona huko kabisa. Na kitu kingine ambacho ni cha ajabu ambacho nimekiona, kila mmoja alifanya kazi na historia kwa ofisi na kitafanya. Kuna kazi kwanza wameanza ni za kugopa. Kwa nimejisita niingia kwenye mambo ya chini. Lakini baadaye kila mmoja niingia sita na personal story ambayo ni zile kazi ambapo unabunjila lesa. Hilo alisha sigo da kutosha asaidia kwa mwanaume asamkalinda mwanaume akamlainisha akamyosha dawa ya kutoa mimba kutoka hapo mpaka kavuka na baa. Lakini hiyo yote mungu kujua na kumbisikia baadaye. Yaani mtu afia kimada mlizoitia kamepata mai. Ndio ndio na matatizo haya na maandamano kwa ujinga. Kana kusaidia kitu wa ndio wameshapitia mambo makubwa namna hii wakati ni sisi ndogo kabisa. Kwa yani nimeanza kuangalia kwamba kitu ambacho nakufanya zaidi kama ni fun culture zaidi. You understand? Na wewe wanagombana wanaweza hapo wanafanya hivi. Lakini wasije wanakuja na plan. Ambapo wenye ngadini imesafika kama hiyo moja nilimwona kwenye sipasi ya tomato. Sasa tafuta hiyo aongea nao wanapiga simu kwa ajili ya fulani. Sasa tafuta kuna sema radio ngome kwa siku kama iko chaita kwa kasa kaenda kipeti katafuta yani kwenda kuongea vile makudo for five yani hiyo kuangalia yeye ni kama wana rafiki fulani sasa alimwambia atatafuta first kama wita upande kasa ndisa bisabu na guide backstage kwa naomba ni précise tu kwamba tunatambua kwamba Mungu anachotaka ni uwezeshe kiweze kitu. Amen. 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 Unaweza ukaelewa tunavyoongea hivi vitu kwamba hapa kuna watu natakuwa mtotoe vifaranga, lakini umekaa na yai lako moja umelikumbatia uko mahali. Edna mpaka anaamua kukwiti, anaamua kufanya hiyo kazi, ilikuwa ni ngumu. Anaamua kusema sasa ninaenda kuestablish my own firm. Ilikuwa ni kitu kigumu, lakini kwa kuomba na kupitia maombi haya tumekuwa tunaendelea nao mwaka jana, mwaka huu ameshiriki kwenye maota fasting kwenye nini. Sasa hivi here she is. Ameanza kuwa mwavuli kwa wengine. Hapa kuna watu nyie ni miavuli kwa wengine. Nyie ni miavuli kwa wengine. Amen. Kuna watoto wetu wanamaliza vyuo, wanaenda kufanywa vitendo vya ajabu huko kwenye maofisi na watu ambao hawana Mungu. Acha Mungu hapa akusaidie ufanye kitu ambacho kitawa comfort hao watoto. Umekaa umerelaxi mahali. Hapana, hapana, hapana. Lazima hivyo vitu vitoke ili ufalme wa Mungu upate kujengwa. Tunatamani tupate watu ambao ni zaidi ya baba, ni zaidi ya mama. Yaani ukimwajiri mtu, ukikaa na yule mtu, unamtengeneza, zile potential zake zinatokea. Ndicho tunachokitamani. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hizi shuhuda. Wako wengine wengi wana shuhuda hapa ambao tulikuwa naone last year, lakini nimetamani ushuhuda mmoja. Kadiri tutakapokuwa tunaendelea, tutaendelea kutiana moyo ili uweze kuinuka hapo ulipokwama. Amen. Kuendelea nguvu hata nguvu. Ninaamini kuna mtu umebarikiwa na ushuhuda uliosikia. Na ndani yako kuna kelele inapigwa. Amen. Kwa nini tunafunga? Jana nilieleza baadhi ya sababu, tulisoma Ezra pale 8:21 hadi 22. Leo tutaangalia sababu nyingine moja nafikiri na tutamaliza kipindi. Tunafunga ili kutafuta uso wa Mungu kutokana na hali tulizo au tunazopitia au tulizoziona katika maisha yetu zikatuhuzunisha. Kuna saa tunaona kama uwepo wa Mungu umeondoka kutokana na sisi kujitenga na Mungu. Kwa hiyo tunafunga ili kutafuta uwepo au urejesho wa uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu au maeneo tuliyopo. Nehemia 1 mstari wa 1 hadi wa 11. Nehemia 1 mstari wa 1 hadi wa 11. Karibu. Nikasoma. Amen. Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 hadi 11. Habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20 nilipokuwapo Sushani ngomeni,
Anania mmoja wa ndugu zangu akanisikia yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona au watu wa uhamisho waliosalia na habari za Yerusalemu. Wakaniambia watu waliosalia katika ibada ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashituni. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema, nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yakafunguke, upate kuyasikia maombi ya mtumishi wako, ninayoomba mbele zako wakati huu, mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako. Hata ninapozitazama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako, naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema, mkikosa nitawatawanya katika mataifa, bali msinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda. Watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua, ili kuliweka jina langu hapo. Basi watu hao ni watumishi wako na watu wako uliowakomboa kwa uwezo wako mwingi na kwa mkono wako hodari. Bwana, nakusihi litegee sikio lako, uyasikilize maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahi kuliacha jina lako na kuomba sana. Unifanikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele za mtu huyu, maana nalikuwa mnyweshaji wa mfalme. Amina. Amen. Wanaolicha jina lako, sio kuliacha jina lako. Amen. Asante sana. Nimesema kwa nini tunafunga na kuomba. Mojawapo ya sababu ni ili kutafuta uso wa Mungu kutokana na hali tulizopitia au tunazoziona katika maisha yetu. Hali hizo zinaweza zikawa zinatuhuzunisha. Kuna saa tunaona kabisa uwepo wa Mungu ni kama umeondoka kwenye maisha yetu au kwenye mazingira yetu au kwenye familia zetu au kwenye nchi, wherever. Na hiyo tunafunga ili kutafuta au kurejesha uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Nehemia ni mojawapo ya watu ambao walikaa chini na kutafakari hali walioipitia, kisha wakaamua kufunga. Okay. Sasa Biblia inasema Nehemia, kumbuka jana tulikuwa tunaangalia Ezra. Ezra na Nehemia walifanya kazi kipindi kimoja. Nehemia alikuwa ni liwali, Ezra alikuwa ni kuhani, kama sikosei, yes. Na walikuwepo kina Yoshua mwana wa Yosadaki, walikuwepo kina Zerubabeli na kadhalika. Hawa wote walikuwa ni grupu ya wana wa Israeli waliokuwa uhamishoni katika ile miaka 70. Nehemia alikuwa ni mmoja wapo, na yeye alikuwa anatumika kama wanasema mnyweshaji kwa mfalme kule Babeli. Yani alikuwa utumwani, kama si uchukuliwe kutoka hapa upelekwe nchi nyingine, alafu wewe kwenye jumba la kifalme unafanya kazi pale ya hizo kazi za pale nje za ndani pale. Biblia inasema ndugu mmoja wapo kutoka Yerusalemu alikuja kwa Nehemia. Alafu akamwambia hali, akamuuliza kule kunaendeleaje nyumbani. Akaanza kumwambia watu waliosalia kule nyumbani wanapita katika hali ya dhiki, wananyanyaswa. Ukumbuke walipotolewa wakapelekwa uhamishoni, kuna waliobaki Israeli, na waliobaki pale waliletewa ufalme au utawala wa kitumwa kutoka Babeli, waende wakasimamiwe kule. Nao walikuwa wanaitwa kina Nebuzaradani, ndio walikuwa wanaenda kusimamia. Yani kama si wakati wa ukoloni, gavana wa Ujerumani anakuja hapa. Kwa hiyo walikuwa wamewekwa kwa staili hiyo. Kwa hiyo walikuwa wananyanyaswa, wanateswa. Kwa hiyo huyu mtu anamsimulia Nehemia
Anamwambia isitoshe wanateswa, lakini kuta za Yerusalemu nazo zimebomolewa, malango yake yameteketezwa kwa moto. Biblia inasema Nehemia aliposikia hayo, anasema kwenye mstari wa 4, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga na kuomba mbele za Mungu wa mbinguni. Sijui wewe umesikia nini kuhusu maisha yako, kuhusu familia yako. Wengine ni watoto, au wengine ukikaa ukifikiria ukoo wako huelewi. Mimi si kama nyewe mnaketi na kutafakari kwa habari ya ukoo wenu. Mimi wanatafakari, hata kuna kipindi kwa namuuliza baba yangu maswali magumu sana kuhusu ukoo wetu. Unakaa unatafakari kwenye ukoo wenu, uone mtu aliyesogea akafika level fulani. Hata kama mmesoma mnajiona mko pale pale. Haya, unasema ukoo wetu si ni wa biashara, lakini hizo biashara yani zinaishia hapo katikati. Ukoo wetu sijui Mungu ametuita. Yani sijui kama mnajiulizaga maswali kama hayo, lakini Nehemia aliketi chini akaanza kutafakari. Sijui kama unajiulizaga, kuna watu kwenye ukoo wao ndoa lazima zivunjike, yani ndoa ikifungwa ikikaa miaka 5, unaenda kutoa sadaka ya shukrani. Yani unaangalia kuanzia first born mpaka last born. Yani ukiangalia hivyo vitu huelewi ni kwa nini viko hivyo. Wengine ukiangalia kwenye ukoo ni magonjwa, yani wakifika muda fulani lazima waumwe ugonjwa fulani, alafu wanakatika au wanakuwa incapacitated, wako hapo chini. Kwa sababu unaweza tukamwangalia Nehemia tukawaza Yerusalemu, lakini wewe kama wewe, mimi kama mimi Lydia, je, nimewahi kukaa chini nikaketi nikatafakari? Unapoangalia watoto wako ukiconnect na ukoo wako, unaona future zao zinafika extra mile, au unaona zinakuja kuishia pale pale ambako wewe umeishia? Ni vitu vya kutafakari. Alipokaa katafakari ukiwa ambao ulikuwa unaitesa Yerusalemu, namna ndugu zake wanavyoteswa. Unapokaa na kutafakari vifungo vinavyopita kwenye familia yako, unapokaa unapotafakari ukiwa unaopita kwenye nchi, unapokaa unapotafakari, unajikuta unaomboleza. Unaomboleza. Hata lini hivi vitu vitaendelea hivi? Hata lini hivi vitu vitaendelea hivi? Unachukua hatua ya 3, unafunga. Nehemia alichukua hatua ya 3, akaanza kufunga. Biblia inasema nikaomba mbele za Bwana. Hatufungi kwa sababu tu tumesikia kufunga. Kuna mazingira ambayo tumeyaexamine, tumeyatafakari, tukaona no, tukiendelea hivi hakuna matokeo. Mungu hataweza kuwepo kwenye familia zetu, Mungu hataweza kuwepo kwa watoto wetu, Mungu hataweza kuwepo kwenye nchi yetu, Mungu hataweza kuwepo kwenye wito ambao ametupa. Tunaona ni bora tufunge, tuutafute uso wa Mungu. Ukija ukisa kusoma huku chini, wakati amefunga alikuwa anaomba nini? Anaanza kumwambia Mungu, na kusii Mungu wa baba, Mungu wa mbinguni, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza maagano. Anasema tega sikio lako, macho yako yafumbuke, ukanikirimia yale ninayokuomba. Anaanza kuungama dhambi. Tunapofunga na kuomba, ni saa ya kuungama dhambi, ni saa ya kutubu, ni saa ya kumwambia Mungu, tumegundua tulifanya 1, 2, 3 na uwepo wako ukaondoka. Kama ambavyo Nehemia aliomba kwenye mstari ule wa 7, anasema tumekutenda maovu mengi, hatukushika amri zako, hatukushika sheria zako, wala hukumu ulizoamuru Musa na mtumishi wako. Tunaomba ulikumbuke neno lako. Kuna saa ukitafakari, unaangalia, mbona mambo hayaendi kwenye familia yangu, kwenye ukoo wetu, mbona mambo hayaendi, mbona tumewekewa mipaka, mbona tumewekewa kwenye mipaka. Soma Isaya 54 mstari wa 11 pale mpaka 12. Mungu anaongea kwa habari ya mipaka, malango, misingi. Unaangalia hivyo vitu vitatu, unaona ni kama familia yenu imebomoka, unaona kama
Saa ingine ni wewe umepewa mzigo wa nchi, unaona kama ni nchi imebomoka bomoka. Wengine mmepewa organization, kuomba kwa ajili ya organization zenu, kuketisha jina la Bwana. Unaona kama hivyo vitu mamipaka yamewekwa hapo, hiyo organization haisogei, hiyo kampuni haisogei. Yani unaona tu ni mipaka imekaa. Unajikuta unaingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba uwepo wa Mungu urudi, na maombi haya yanaanza kutanguliwa kwanza na toba. Unajikuta unahuzunika, unalia mbele za Bwana. Saa ingine ukikaa machozi yanakutoka hata ujui ni nini. Tunapofunga ni ili kurejesha uwepo wa Bwana. Na ninaomba nirudie, Mungu afanyagi kazi na kigrupu moja kwa moja, anaanza na mtu mmoja. Narudia tena, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayesimama mahali palipobomoka, nisije nikalipiga boma. Kwa hiyo ataanza kukubebesha mimba wewe na mzigo wa kuomba. Usikae ukasema kwenye familia wetu tuko 10, mbona mimi tu ndo naomba kila siku, mbona mimi ndo nafunga kila siku. Hiyo mimba umepewa wewe. Mtoto akizaliwa ni mtoto wa ukoo, ni mtoto wa baba, sijui anaitwa jina la baba, lakini anayebebaga mimba ni huyu. Halo, ni huyu mmoja. Kwa hiyo Mungu ataanza kuweka mzigo ndani yako. Atakapoweka ule mzigo, usidharau. Kuna kitu kinatungwa. Usidharau utakapokuwa na mzigo wa kufunga na kuomba kwa siku hizi 40. Something is happening, ambacho hicho kitu kitakapozaliwa kitafanya wewe uwe ni kivuli. Wengine watakuja, watakaa chini hapo, watafaidika. Uwepo wa Mungu unarejeshwa kwa watu ambao wanakuwa committed kufunga na kuomba. Ukisoma kitabu kile cha Yoeli 2 mstari wa 14 hadi wa 12 hadi wa 14, afu taruka tuenda mstari wa 21 hadi 25. Yoeli 2:12 hadi 14, afu ruka nenda 21 hadi 25. Karibu. Karibu. Naye nasema Yoeli 2:12-14, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, kamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye ugaili mabaya. Nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, na sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu? Mstari wa 21 nasema, enchi usiogope, furahi na kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope enyi wanyama wa kondeni, maana malisho ya jangwani yanatoa miti, na huo mti unazaa matunda yake, mtini na mzabibu inatoa nguvu zake. Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huwanyeshea mvua ya masika na mvua ya uvuli kama kwanza. Na sakafu za kupepekea zitajaa ngano, na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na finoki, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Amina. Amen. Asante sana mtumishi. Tunaona hapa kwenye Yoeli 2 mstari ule wa 12, nimesema tunafunga ili kutafuta uso wa Mungu ambao umeondoka, uwepo wa Mungu umeondoka kwetu. Tunapotafakari hali tunazopitia, tunajikuta tumesema hapana, ninahitaji kufunga ili uwepo wa Mungu urudi. Sasa ukisoma hiki kitabu cha Yoeli, Mungu anaongea, anasema, ukipata muda kuanzia Yoeli 1 pale, kuna vitu utaviona ambavyo alikuwa anaongea kwamba walipomwacha Mungu, uwepo wa Mungu ulipoondoka, vitu viliharibika. Kuna mahali anasema hata yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare. Anawaambia makuhani, amkeni mkaombe. Anasema hata kwenye nyumba zangu za ibada sadaka haziji tena. Kwa sababu gani? Ni mimi Mungu nimezizuia, kwa sababu uwepo wangu haupo na ninyi, mmetenda dhambi. Kwa hiyo ukija kwenye Yoeli 2 hapa,
anaanza kutuambia kwa habari ya nini? Ya wito wa Mungu wa watu kumrudia, na mojawapo ya njia anayotaka wamrudie ni kwa kufunga. Unapata raha gani kula asubuhi, mchana, jioni, kula vyakula vyote vya anasa, ili hali kwenye familia yako watu wamechukuliwa mateka? Alo, tunapata wapi ujasiri wa kutokufunga na kuomba, ili hali kuna magonjwa yanatesa familia zetu, watu wanakufa kabla ya wakati, kila mwezi wao unaenda kuzika. Na sasa hivi shetani ameachilia limtindo la ajabu, yaani jamani, mifuko ya kusaidiana katika shida. Yaani ukikuta michango ya rambirambi kwa mwezi, mnaweza mkakuta mko hata watu 5 mnachangiana rambirambi. Hamna siku ya kusema leo tunakaa tunamtukuza Mungu, tunatoa sadaka ya kumshukuru kwamba tumemaliza huu mwaka mzima hatujapata msiba. Hamna. Tunapata wapi guts za kukaa na kula from January to December, ili hali watu wetu wamechukuliwa mateka, vijana wetu wamefungwa mahali, ufahamu wao umekamatwa? Tunapata wapi hizo guts? Mungu anasema hata sasa nirudieni mimi kwa kufunga na kuomba na kuomboleza. Shetani amepofusha fikra za watu, amepofusha fikra zetu. Yaani unajiona unaridhika tu, lakini tunatembea na vifungo. Mtu hana amani, lakini hajali. Ni vifungo hivyo. Mungu anasema nirudieni kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, kwa sababu Mungu ni Mungu wa rehema. Anasema yaliyosazwa na tunutu yameliwa na parare. Sijui kama umewahi kuwaza hicho kitu. Kuna siku mama Mbowe upo? Nipo mpendwa. Nimekumbuka ushuhuda uliotoa siku moja tukiwa kwenye kipindi cha wanawake kanisani. Mama akasema kuna mtoto aligongwa na gari. Binti ambaye alikuwa amesomeshwa ni mwanasheria, na kwenye familia yao alikuwa ndiye the only hope of the family. Mama, unakumbuka ushuhuda? Amina nakusikia. Unaweza kutuambia ushuhuda? Yaani sio ushuhuda insachi, ni kitu cha kuumiza, lakini nataka kitutafakarishe ili tuone kwamba tuna kila sababu ya kutafuta uso wa Mungu kwa mzigo. Karibu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Ni kweli ni jambo la kusikitisha, lakini tunajifunza ili na sisi tupate muda wa kuomba. Huyo binti alikuwa ni binti wa pekee kwenye nyumba ya mama mmoja, ambaye huyo mama alikuwa ni single mother. Alikuwa na watoto 3. Huyo mmoja ambaye ndo alitwaliwa, alifariki, ndiye aliyekuwa pekee kimbilio, msaada kwenye hiyo familia. Alisoma akamaliza sheria, akawa na practice pale Wizara ya Ardhi. Kwa hiyo siku akawa anatoka kazini amfuate mama yake pale, walikuwa wanapaki pale St. Joseph kanisani. Hapo katikati akawa na rashi, akachukua pikipiki, bahati mbaya gari likampitia akafa. Kwa kweli ilikuwa ni jambo la kusikitisha. Alichokuwa analia yule mama ni kwamba hao wawili aliobaki nao nyumbani hawajiwezi kabisa. Ni watoto ambao hawajitambui, mmoja nafikiri pia ana kaulemavu fulani. Kwa hiyo kilio cha yule mama ni amwambia Mungu, mbona umetazama pale ambapo na mimi nilikuwa napatazama? Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa ni msiba mzito, msiba wenye masikitiko makubwa mno. Mtoto wa watu alikuwa anatamani tu kurashi akamwahi mama, lakini kumbe shetani naye ameshaweka beli ya kwamba utafika. Hiyo kwa kweli tunapoomba tunatakiwa sana tumwambie Mungu, kama anavyosema mtumishi wa Mungu Lydia. Jamani, iko milango iliyofunguliwa mikubwa, lakini yuko atupingaye. Mama huyo alishajua nimetoka na familia yangu, mtoto amekuwa baraka, kumbe adui alishapanga mabaya juu yake. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, ni kuomba na kuomba na kuomba, wapendwa. Amen. Amen. Asante sana mama, Mungu akubariki. Natamani utafakari hicho kisa. Tunapata wapi gati za kula mwaka mzima,
Tunapata wapi guts sasa hivi? Tunaenda mwisho wa mwaka, mtu anawaza tu sherehe, anawaza nini, hawazi kutafuta uso wa Mungu, ili hali milango iliyofunguliwa pale mbele adui naye yupo. Mwaka jana tulikuwa tunasoma Ayubu 5 mstari ule wa hebu tusome Ayubu 5 mstari ule wa 4. Ayubu 5. Kwa nini tunafunga? Ayubu 5. Ayubu 5 mstari ule wa 4. Tutasoma Ayubu mstari wa 4 unasema, watoto wake wako mbali na wokovu, nao wamesongwa langoni, wala hapana atakaye waponya. Amen. Yani kwenye malango ni mahali watu wamesongwa. Kwenye Biblia nyingine inasema they have been crushed. Kwenye malango hamna mtu wa kuokoa hapo. Kwa hiyo tunaposema tunararua mioyo yetu, tunafunga, tunaomba, ni kwa sababu kwenye malango kuna vizuizi. Kwenye malango kuna watu ambao wametuzonga. Unasema hapa sasa hivi ndo nimemaliza kumsomesha mtoto wangu, hapa ndo nimemaliza kusimamisha hii biashara, hapa ndo nimemaliza kujenga. Kuna mwaka huku mtaani kwetu mtu alikuwa na hiyo nyumba ndo amemaliza kuijenga, afu ikatokea shoti ya umeme, nyumba ikaungua yote. Unaweza ukafikiria hivi vitu kwa namna ya ajabu. Ndio maana natamani tunapojinyenyekesha kutafuta uso wa Mungu, usiangalie ukasema mimi hapa nimefika, kama yule ambaye alisema alivuna mazao mengi alafu akajenga gala za kutosha, alafu akasema roho yangu tulia, upumzike, ule ushibe, kwa sababu hicho ulichonacho kinakutosha. No. Hujui kwenye malango adui ameweka nini. Ndio maana tunautafuta uso wa Mungu, ili uwepo wa Mungu utembee pamoja nasi, ili zile baraka ambazo Mungu ametupa tuweze kuzifurahia. Isifike mahali umesomesha watoto wako unaanza kufurahia alafu adui anakuja. Isifike mahali ndoa yako imekaa vizuri, adui anakuja. Isifike umesoma, umefanya vitu vizuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu, unataka kuanza kutulia tu, umerelax, adui anakuja. Ndio maana tunautafuta uso wa Mungu. Anasema nirudieni kwa kuomboleza, kwa kufunga. Tunapata wapi guts? Anasema nani ajuae kama hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka. Biblia inasema baraka ya Bwana utajirisha, wala ichangamani na huzuni. Mtu yote anapomtafuta Mungu, uwe na uhakika Mungu yani zile baraka alizokupa ataendelea kuachilia baraka na baraka. Ndio maana tumesoma ile Zaburi ya 84, anasema huendelea nguvu hata nguvu. Kwa hiyo unapoendelea kutafuta uso wa Mungu, tunapoendelea kufunga na kuomba, tuwe na uhakika yale Mungu aliyotupa anaenda kuachilia baraka, nguvu hata nguvu, utukufu hata utukufu. Hata siku moja tunamwomba Mungu, tumwombe Mungu apendwa, tusibweteke na zile baraka Mungu alizotupa tukasahau kutafuta uso wa Mungu. Tukasahau. Kama ulijiwekea kila mwaka nitafunga mwishoni mwa mwaka kutafuta uso wa Mungu kwa ajili ya malango ya mwaka mpya, usije ukasema leo nimeshapata kila kitu, leo sitafunga. Umejiwekea kufunga kila mwezi, usiseme leo nimeshafanikiwa nitaacha. Hapana. Ili kuendelea kuweka uwepo wa Mungu ni lazima tuendelee kuwa na consistency. Nani ajuae? Nani ajuae kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Na waona watu hapa ambao Mungu anaenda kuachilia double blessings. Nasema hivi, ninawaona watu hapa ambao Mungu anaenda kuachilia double blessings, multiple streams of blessings. Yani ukigeuka huku ni baraka, ukigeuka huku ni baraka, ukigeuka huku ni baraka, ukigeuka huku ni baraka. Afu unasema hivi, Mungu ndivyo ulivyo? Anasema yes, mimi ndivyo nilivyo. Ulikuwa hujanijua na ninaendelea kujifunua kwako kidogo kidogo, kidogo kidogo. Kwa sababu gani? Anasema nani ajuae kama Bwana hatageuka nyuma yake na kutuachia baraka. I'm prophesying for somebody. Mambo ambayo umeona kwa Mungu bado
hujayaona. Utaona mambo makubwa na ya kutisha. Utaona mambo ambayo jicho halijawahi kuyaona wala sikio halijawahi kusikia. Mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wampendao. Mungu atatangulia mbele yako. 2026 never be the same. Atapita, atafungua milango ya chuma, malango ya chuma na mapingo ya shaba. Atakupa hazina za gizani. Kuna furaha ambayo sio furaha ya kawaida ambayo hujawahi kuisikia. Itaachiliwa ndani ya moyo wako. Kuna amani sio ya kawaida inaenda kuachiliwa mbele yako. Kuna utoshelevu sio wa kawaida unaenda kuachiliwa mbele yako. Rama shanda rabakoria mandoro bobo saka yanda rabakoria. Rakapayanda rabashenderere bosa kataya. Kuna watu ambao mnaenda viwango visivyo vya kawaida. Nani ajua ya kwamba Bwana hata achia baraka na kwenda kukuinua viwango vingine? Ulivyolia yatosha mpendwa, ulivyosikitika yatosha. Sikia neno la Bwana. Mungu anashuka kwenda kuachilia another grace, another grace, another grace, another grace. Rika payanda rabashakataya. Hiyo amani uliyoiona mwaka huu, mwaka ujayo inaenda kuwa maradufu. Hivyo viwango ulivyoviona mwaka huu, mwaka ujao vinaenda kuwa maradufu. Hao destiny helpers uliowaona mwaka huu, mwaka ujao rapa shakata yanda rapa koria rama shanda rapa koria masekenderere bosaka rapa sekenderere boshata yanda rapa baba sakataya librosa kimandora boshakataya ripo sakataya mandola kataya maseketaya rapa sheketaya rakapayanda la kaseketaya libro sakatayanda rapa koria rama shenderere bosakataya rapa seketaya rikapaya mandola katili sakataya rikapaya rikikimando robobosa diriando robobosa rindirikanda rababa shenderere bosa rikata rababa shandara manderere bosa rikanda rababa senderere bosa riposa kiyandora masa kataya lipro sakataya mandola katili sakataya. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. We glorify your name. We magnify your name. We worship you, Lord Jesus. There is no one like you, Lord Jesus. Yes, you are the most high God. You are the most high God. Peke yako unastahili Bwana. Peke yako unastahili Mfalme. Hakuna kama wewe Bwana wa mabwana. Raposika oriandara bashenderere bos oriandara bashendere bosiki rimando robos rikara bosindara basekere bosika roposika rapa koria yendere bosaka rimando robosika ripo saka rapa koria mando la katili sakatai. Jesus. 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 Yes. Yoeli 2:21 anasema, enyi usiogope, furahi na kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope enyi wanyama wa kondeni, maana malisho ya jangwa yanatoa miche, na huo mti unazaa matunda yake, mtini na mzabibu inatoa nguvu zake. Furahi basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huanyeshea mvua ya masika na mvua ya vuli kama ya kwanza. Watu wanapojitia nia kutafuta uso wa Bwana, watu wanapofunga na kuomba, Mungu anaporudi na kuanza kuwatembelea, cha kwanza anaanza kudili na ardhi yao. Nasema hivi, watu wanapomtafuta Mungu kama ambavyo sasa hivi tumesema siku 40 tutamtafuta Mungu kwa ajili ya 2026.
Mungu ataanza kubariki nchi. Nenda kwenye Mwanzo 1:26, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale kila viendavyo katika nchi, na kila vitambaavyo, na vile vinavyoenda majini, na vile vinavyoruka angani. Sisi tumepewa dominion katika ardhi, katika maji na katika anga, lakini tuna habitate kwenye ardhi. Nataka uelewe hicho kitu. Baraka ya kwanza ni ardhi unayoikanyaga. Unapoutafuta uso wa Mungu, Mungu ataanza kuitembelea ardhi yako. Na ndio maana ardhi ikilaaniwa, hakuna chochote utakachokifanya juu yake utakachokipata. Ndio maana ukijenga kwenye ardhi ambayo uwepo wa Mungu haupo, kila kitu kinabaraganyika. Mungu anasema watu wakimtafuta, anaposema nirudieni mimi kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza, nani ajue kama Bwana atakuja na kutuachia baraka? Anasema nchi usiogope. Nataka niseme hivi, hapo ulipokuwa umekaa kwa muda mrefu kwenye hiyo ardhi, umekuwa unapita kwenye sintofahamu kwa muda mrefu, so longa umeamua kumtafuta Mungu, hiyo ardhi inaachiliwa. Hiyo ardhi inaachiliwa. Hiyo ardhi badala ya kuzaa mapoza, hiyo ardhi itaanza kuzaa vitu vya kimungu. Hiyo ardhi itaanza kukupigania popote unapokwenda. Nasema hivi, hiyo biashara uliofanya hapo kwa muda mrefu, ardhi ilikuwa inakupiga, ardhi haiko pamoja na wewe. Saa imefika, ardhi inaenda kwa upande wako. Saa imefika, ardhi inaenda kupigana kwa ajili yako. Saa imefika ambako wowote watakaoinuka kinyume nao, ardhi itawatapika, ardhi itawapiga rapa shakataya. Asema hivi, asema msiogopeni wanyama wa kondeni, maana malisho ya jangwa yanatoa miche. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vimekaa, vimelala, vinaanza kuinuka tena. Kuna ideas zilikuwa zimelala, it's like zilikuwa zimeshazikwa, zinaenda kuinuka tena. Kwa sababu gani? Tumejitia nia kutafuta uso wa Bwana. Mvua za masika, anasema mvua za masika zitanyesha. Kilichotakiwa kuzaliwa wakati fulani kitazaliwa, mpendwa. Ninaongea na watu hapa. Yani si kwa nini, it is prophetic session. Utapokea kwa majira. Kitakachozaliwa Januari, utakachotakiwa kukipata Januari, utakipata Januari na utakipata Mei. Utakachotakiwa kukipata April, utakipata. Mungu atanyesha mvua ya masika kwa wakati wake kwenye maisha yetu ambayo tumejitia nia kutafuta uso wake. Anasema sakafu za kupepetea ngano zitajaa, mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Ninaenda kutamka kinabii hapa sawa sawa na neno la Mungu katika Wafilipi 4:19. 2026, kwa kila aliyejitia nia kutafuta uso wa Bwana na kufunga na kuomba, Mungu wa mbinguni atatujaza kila tunachohitaji kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake ndani yake Kristo. Hatutapungukiwa furaha, hatutapungukiwa amani, hatutapungukiwa afya zetu, hatutapungukiwa kwenye ndoa zetu, hatutapungukiwa kwenye biashara, hatutapungukiwa kwenye kazi zetu, hatutapungukiwa roho zetu zitashibishwa rapa seketaya. Ninasema na nina prophesize, ni neno la kinabii, kama ambavyo anasema ya kwamba sakafu za kupepetea zitajaa ngano, hakuna mmoja wetu atakayepungukiwa. Ninatamka mbingu sikia, bahari sikia, maji sikia, hakuna atakayekuwa amemtafuta Bwana kwa siku hizi 40 akapungukiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Anasema nami nitawarudishia hiyo miaka. Hapa ndipo napopataka, hapa ndipo ninapopataka. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu na jeshi la mbinguni, na jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Kumbuka tulisema tunapofunga na kuomba ni tumekaa tukatafakari maisha tulioishi, mazingira na ukiwa uliokaa kwenye nyumba zetu na maeneo tuliopo na kila kitu kinachotuhusu, tukaamua kutafuta uso wa Mungu.
Kwenye Waefeso 5:15 anasema, basi angalieni mnavyoenenda si kama wajinga, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu mwingi. Ule uovu ulioiba miaka yetu, tukajikuta tunaenda mwendo wa konokono, tukajikuta tunaenda mwendo wa mikwamo. Saa imefika, kama ambavyo Mungu alimwambia Musa kwenye Kutoka 12 kuanzia ule mstari wa 1, sema na wana wa Israeli, huu utakuwa mwanzo wa miaka kwenu, mwanzo wa miezi kwenu, na mwanzo wa miaka kwenu. Na mimi natamka kinabii hapa, so longa tumeamua kutafuta uso wa Mungu, ile miaka iliyoibiwa na nzige na parare na tunutu na madumadu, popote ilipokuwa imekamatwa, zile spirit of stagnation zilizotushika kwa muda mrefu zinaenda kuachia, zinaenda kuachia. Ule mkwamo uliotembea nao muda mrefu unaenda kama kinyongo, unaenda kama konokono, unaenda kama uendi. Natamka kinabii hapa, ile miaka inarejeshwa, ile miaka inarejeshwa, ile miaka inarejeshwa. Washa maiki yako, peleka damu ya Yesu kwenye lango la muda. Anza kukomboa muda wako, anza kukomboa muda wako. Peleka damu ya Yesu, komboa muda wako, komboa muda wako. Ramashanta ya mando robobosaka rapakoria robobosekere bobosika. Peleka damu ya Yesu kwenye lango la majira, komboa muda wako, komboa muda wako. Mwambie Mungu, solonga nimejitia nia kutafuta uso wako, na peleka damu ya Yesu kwenye lango la majira. Miaka yangu iliyoliwa na nzige, miaka iliyoibiwa, peleka damu ya Yesu. Washa maiki yako, peleka damu ya Yesu, komboa, komboa, komboa lango la majira. Rapashata ya mando roboboseka oria mashendele koraka la kataya rimando robobo shandi rimanda rabasika rikarabaseke koraka la kataya ripopo saka ya manda rababa sendelele boshataya ramamanda rapaseketaya oria mashendelele bosaka rapakoria rikaraba sendelele boshataya. Nakomboa hiyo miaka, nakomboa hiyo miezi, nakomboa hizo wiki, nakomboa hizo sekunde, nakomboa hizo dakika kwa damu ya Yesu. Rabosika rikaraba sekere bobosaka rindi rimando robobosika oria masetelele boshataya rindi rimando robosika rikaraba sendele koraka la kataya rapa shendele kotilisa kataya rababa sendele koraka la kataya librosa kimando la kataya baseke la katoya robosika rapa koria mando la kataya maseketaya ripo saka rapa koria mando la katilisa kataya ripo sika rapa koria rikarabasende rebosiki rimando robosika oria mashende lekotili sakataya ripo sika rapa koria mando la katili sakataya ripo saka rapa koria mando la kataya ripo sika rapa koria rama shende lekotaya manda la kataya ropo siki rimando robosika katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Mungu kwa uaminifu wako. Asante Bwana kwa rehema zako. Asante Bwana kwa uweza wako. Kanda rabosika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. 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 Basi niombe pia nikumbushe kwa habari ya ile kongamano la mwezi wa 11, tuendelee kuliombea Rise Again. Tutaenda kuhitimisha maombi yetu ya siku 40 kwa kishindo kikubwa. Naomba ulipie shilingi 110, lakini kwa neema ya Mungu panda mbegu yako ili kuweza kusapoti ile kazi. Tunahitaji karibu 3 milioni, tayari tumeshapata 500,000. Tunahitaji 3 milioni. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu panda mbegu yako kwa ajili ya kufanya kazi ya Bwana na Mungu atakubariki, Mungu wa mbinguni. Lakini usiache kushiriki, lakini unaweza pia ukawalipia watu wengine. Naomba Mama asante. Naomba Mama Elizabeth Sisa utufungie kipindi, alafu tutasema neema kwa pamoja pale. Karibu mtumishi. Amena. Baba mtakatifu, Mungu mkuu, Mungu mwenyezi yote, Mungu mwenye utukufu, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako, tunakushukuru kwa upendo wako mkuu kwetu. Hakika Bwana, sisi si wema sana mbele ya uso wako. Ni nani sisi hata ukatuchagua, Bwana? Bali mioyo yetu Mungu inakutukuza na kukuinua.
Asante mfalme wa wafalme, katika neema yako na pendo lako tunaendelea kukuhimidi wewe na kukutukuza wewe kila itwapo leo Bwana. Hatutaacha kulicha jina lako, maana wewe umekuwa mwaminifu sana kwetu Baba. Tunaendelea kukuhimidi na kukutukuza. Asante Mungu wetu na Baba yetu, katika yale yote ambayo tumeomba Mungu, tunaendelea kuyatamiza mikononi mwako Mungu wetu na Baba yetu. Damu yako inayonena mema ikaendelee kutunenea mema, ikaendelee kutunenea kuinuliwa, ikaendelee kutunenea nguvu, ikaendelee kutuimarisha katika mfungo huu Bwana. Tusitindikiwe wala tusipungukiwe mfalme wa wafalme. Asante hata kwa ajili ya mwalimu ambaye Mungu umeendelea kumpa maono na Baba, ukaendelee kuimarisha afya yake ya mwili na ya roho pia. Ukaendelee kutiririsha mafuta mabichi ndani yake kwa ajili ya watu wako mfalme wa wafalme. Asante Bwana, maana amekuwa ni chombo chako tena kile kipya cha kupuria. Baba, ukaendelee kumuimarisha katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba mtakatifu, Mungu wetu mtakatifu, tazama Bwana na Baba yetu, tunapoendelea kukushukuru na kukutukuza Baba yetu. Tazama wako wagonjwa hospitalini, wako wenye shida mbalimbali. Mungu usiwapungukie, ukawaguse kwa jinsi ya tofauti Bwana. Ukawaguse kwa jinsi vile unavyoona mfalme wa falme. Neema yako na damu yako ya uponyaji ikawaguse, ikawalinde na ikawatunze. Baba tunakushukuru, tunaendelea kuvikabidhi vipindi vingine vitakavyoendelea mbele yetu. Tunaikabidhi siku hii ya Jumamosi mikononi mwako Bwana. Tumeianza na wewe Bwana Yesu, tukaimalize na wewe. Tukakuone mchana tena katika kile kipindi cha mchana, tukakuone kwenye kipindi kile cha saa 12, tukakuone tena hata ile alfajiri Bwana ya saa 10. Tunaomba haya yote Mungu tukijiachilia mikononi mwako, ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. 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 Basi naomba tu. Amen. Asante sana mama. Naomba tukiri neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu awe nasi sote sasa na hata milele. Amen. Amen. Mungu awabariki sana, muwe na wakati mwema. Kumbuka si ni washindi na zaidi ya kushinda. Tunaendelea nguvu hata nguvu, utukufu hata utukufu. Amen. Amen. Amen.